Mkutano huu unalenga kuwajulisha umma, wawekezaji pamoja na wadau wa maendeleo kuhusu tukio kubwa kabisa la tamasha la pili la uwekezaji Zanzibar 2026, yaani Zanzibar Investment Summit 2026. Wizara ya Kazi na Uwekezaji kupitia Mamlaka ya Kukuza Uwekezaji Zanzibar ZIPA inapenda kuutaarifu umma wa Tanzania, wawekezaji na wadau wa maendeleo kwamba tamasha hili la uwekezaji Zanzibar 2026 linatarajiwa kufanyika tarehe 3 hadi tarehe 5 mwezi wa Juni 2026 katika ukumbi wa Golden Tulip Airport Zanzibar. Tamasha hili linatarajiwa kuleta zaidi ya washiriki 500 kutoka ndani na nje ya nchi, wakiwemo wawekezaji wa kitaifa na kimataifa, watunga sera, wafanyabiashara wakubwa, washirika wa maendeleo pamoja na wanadiaspora. Tamasha hili linalenga kutanua wigo wa uwekezaji Zanzibar na Tanzania kwa ujumla katika sekta ya uchumi wa bluu, afya, usafiri wa anga, uzalishaji viwandani, usafirishaji wa baharini, utalii wa hadhi ya juu yani high-end tourism, na nyumba za biashara kwa maana real estate development, kwa kutaja machache. Ndugu waandishi wa habari, tamasha hili limebeba kauli mbiu isemayo Promoting Investment Diversification for Sustainable Development in Zanzibar, Shaping Zanzibar's Next Growth Story. Kauli mbiu hii inakisi dhamira ya Zanzibar na ile ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kupanua wigo wa uchumi na kuharakisha maendeleo jumuishi. Ndugu waandishi wa habari, tamasha hili linatarajiwa kufunguliwa rasmi na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ikiwa ni ishara ya dhamira thabiti ya serikali katika kuunga mkono maendeleo yanayoongozwa na sekta binafsi pamoja na ushirikiano wa kimkakati katika uwekezaji. Kupitia tamasha hili, serikali imetayarisha miradi ambayo itatoa fursa kwa wawekezaji binafsi kushirikiana na serikali katika maendeleo ya nchi ili kuhakikisha kuwa uwekezaji huu unatoa tija za ajira na vipato kwa wananchi wa Tanzania. Tamasha hili la uwekezaji mwaka 2026 litajumuisha shughuli mbalimbali kama zifuatazo. Kwanza, ziara za kutembelea maeneo ya uwekezaji. Pili, maonyesho ya uwekezaji kwa maana expo. 3, majadiliano ya kiwango cha juu. 4, madarasa maalum ya uwekezaji na biashara maana master classes. 5, mkutano maalum wa wanadiaspora. 6, mikutano ya ana kwa ana ya biashara kwa maana B2B na ile B2G, business to business na business to government. 7, hafla ya chakula cha jioni cha kuwatambua wawekezaji bora kwa maana investment gala dinner. Ndugu waandishi, kwa kumalizia, tunapenda kutoa wito kwa Watanzania wote, wawekezaji wa ndani na nje, wafanyabiashara, taasisi za fedha, washirika wa maendeleo, wana diaspora na wadau wote kushiriki kikamilifu katika tukio hili muhimu. Lengo la serikali ni kuwa na miradi ambayo ni very high end. Tukisema very high end, manake ni ile miradi ambayo ina tija kubwa na ina mitaji mikubwa. Kwa hiyo katika kipindi hichi cha awamu hii tunayokwenda nayo ya Dr. Hussein Mwinyi, awamu ya 8, sera ile imeweza kusaidia kuwa na miradi mikubwa sana, hususan miradi ya utalii. Kama mnafahamu, Zanzibar iko juu sana katika masuala ya utalii na ndio priority. Kwa hiyo fursa itatoka kutembelea miradi mikubwa ya utalii, ikiwemo miradi ambayo tayari imeshaekezwa katika visiwa. Pale kuna kisiwa cha Bawe ambacho uwekezaji wake kwa kweli ni very very high end. Summit ile, kwanza naomba niwakumbushe kwamba siku ile ile ya summit tuliweza kusaini mikataba mitatu. Kulikuwa kuna mikataba ya ujenzi wa bandari wa Mpigaduro ambao sasa hivi inaendelea, ujenzi wake unaendelea. Kulikuwa kuna mkataba wa mwanzo wa carbon credit kwa upande wa Zanzibar ulisainiwa siku ile.
na mradi huu tayari unaendelea kupitia ofisi ya makamu wa kwanza rais ambaye anasimamia masuala ya mazingira pamoja na uchumi buluu. Lakini mkataba mwingine uliosainiwa pale ulikuwa ni baina ya taasisi tatu kuweza kusimamia na kuhakikisha kwamba minara yetu ya kuongoza meli ambayo iko pale Zanzibar inakuwa ni sehemu ya kuleta tija kwa wananchi wanazunguka maeneo yale, na inatumika kama ni kivutio, kama ni sehemu ya biashara, na hilo limefanyika. ZIPA ilianza kusajili miradi 98 ambapo awali haikuwahi kusajili miradi hiyo, ikasajili miradi 99, ikasajili miradi 105, ikasajili miradi 128, afu ikasajili miradi 135 katika kipindi cha mwaka 2025. Miradi hii 135 ilikuwa na thamani ya zaidi ya dola milioni 750. Sasa kitu kizuri ni kwamba baada ya summit ile, katika miradi 135 yenye thamani ya zaidi ya dola milioni 750, miradi yenye thamani zaidi ya dola 430 ilisajiliwa Pemba. Hii kufanya zaidi ya 55% ya thamani ya miradi iliyosajiliwa katika kipindi cha mwaka 2025 inakwenda kuwekezwa Pemba. Kwa hivyo hii ni faida kubwa iliyopatikana katika summit ile ya mwanzo ambayo imefanyika Pemba. Mamlaka ya uwekezaji TISEZA tulishiriki katika investment summit ya kwanza mwaka jana, na tunatarajia pia kushiriki katika investment summit ya mwaka huu pia. Na kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, mashirikiano, sisi tumekuwa taasisi pacha katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar.